Katika saa 36 zilizopita, Marekani na washirika wake wameanzisha operesheni Epic Fury, moja ya mashambulizi makubwa zaidi, magumu zaidi na yenye nguvu kubwa kuwahi kushuhudiwa duniani. Hakuna aliyewahi kuona kitu kama hiki. Tumeshambulia mamia ya malengo nchini Iran, ikiwa ni pamoja na vituo vya walinzi wa mapinduzi, mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran. Hivi punde tu ilitangazwa kwamba tuliharibu meli 9 pamoja na jengo lao la kijeshi la majini, yote ndani ya dakika chache tu. Kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Jame, amekufa. Mtu huyu mwovu na dhalimu alikuwa na damu ya mamia, hata maelfu ya wanajeshi wa Marekani mikononi mwake, na alikuwa na jukumu la mauaji ya maelfu ya watu wasio na hatia katika nchi nyingi. Jana usiku kote Iran, sauti za watu wa Iran zilisikika wakishangilia na kusherehekea mitaani wakati kifo chake kilipotangazwa. Viongozi wote wa juu wa kijeshi pia wameondolewa, na wengi wao wanataka kujisalimisha ili kuokoa maisha yao. Wanataka kinga dhidi ya mashtaka. Wanapiga simu kwa maelfu. Operesheni za kijeshi zinaendelea kwa nguvu zote, na zitaendelea hadi malengo yetu yote yatakapofikiwa. Tuna malengo madhubuti sana. Wangeweza kufanya jambo wiki 2 zilizopita, lakini hawakuweza kufika hapo. Mapema leo, CENTCOM ilitangaza kuwa wanajeshi 3 wa Marekani wameuawa vitani. Kama taifa moja, tunaomboleza mashujaa wa kweli wa Marekani waliotoa maisha yao kwa ajili ya taifa letu. Hata tunapoendelea na misheni hii ya haki walioifia, tunaombea majeruhi wapone kabisa, na tunatuma upendo wetu mkubwa na shukrani za milele kwa familia za waliopoteza wapendwa wao. Na kwa masikitiko, huenda kutakuwa na zaidi kabla haijaisha. Hivyo ndivyo ilivyo, lakini tutafanya kila liwezekanalo ili hilo lisitokee. Marekani italipiza kisasi vifo vyao na kutoa pigo kali zaidi kwa magaidi waliopigana vita dhidi ya ustaarabu wenyewe. Azma yetu na pia ya Israel haijawahi kuwa imara zaidi. Marekani sasa ni taifa tajiri zaidi na lenye nguvu zaidi duniani. Sababu pekee tunafurahia ubora wa maisha, uhuru na usalama tulionao ni kwa sababu tumefanya mambo ambayo wengine hawawezi kufanya. Ni kwa sababu ya mashujaa walio tayari kuweka maisha yao hatarini kupambana na maadui wetu, na wanapigana vizuri kuliko yeyote. Utawala wa Irani wenye makombora ya masafa marefu na silaha za nyuklia ungekuwa tishio kubwa kwa kila Mmarekani. Hatuwezi kuruhusu taifa linalofadhili makundi ya kigaidi kuwa na silaha kama hizo na kuitisha ulimwengu kwa matakwa yao maovu. Hatutakubali hilo litokee, si kwetu wala kwa wengine. Marekani ina jeshi lenye nguvu zaidi kuwahi kuwepo duniani. Nililijenga upya jeshi letu katika muhula wangu wa kwanza. Hakujawahi kuwa na jeshi kama tulilonalo sasa, na kwa kweli hakuna aliyekaribia. Lakini sasa tunalitumia jeshi hilo kwa mema. Tunafanya operesheni hii kubwa si tu kwa ajili ya usalama wa sasa, bali kwa ajili ya watoto wetu wa vizazi vijavyo, kama mababu zetu walivyotufanyia zamani. Huu ni wajibu na mzigo wa watu huru. Hatua hizi ni sahihi na ni za lazima kuhakikisha kwamba Wamarekani hawatakabiliana kamwe na utawala mkali wa kigaidi wenye silaha za nyuklia na vitisho vingi. Kwa karibu miaka 50,
wenye msimamo mkali. Hawa wamekuwa wakishambulia Marekani huku wakipaza sauti kauli mbiu ya kifo kwa Marekani au kifo kwa Israel au zote mbili. Wao ni wafadhili wakubwa wa ugaidi duniani. Sisi ni taifa kubwa na lenye nguvu zaidi duniani. Sisi ni taifa kubwa na lenye nguvu zaidi duniani. Hivyo tunaweza kuchukua hatua dhidi ya wanachofanya. Vitisho hivi havitavumiliwa tena kwa mara nyingine. Na wasihi walinzi wa mapinduzi na polisi wa kijeshi wa Iran kuweka chini silaha zenu na kupokea kinga kamili au mkabili kifo cha hakika. Haitakuwa jambo zuri. Ninawaita wazalendo wote wa Iran wanaotamani uhuru kuutumia wakati huu kuwa jasiri, kuwa hodari, kuwa mashujaa na kuirudisha nchi yetu. Marekani kifo pamoja nanyi. Nilitoa ahadi kwenu na nimetimiza ahadi hiyo. Mengine yatakuwa juu yenu, lakini tutakuwa hapo kuwasaidia. Asanteni. Mungu awabariki mashujaa wetu wa ajabu, na Mungu ibariki Marekani. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now, again, the richest, most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. But it's because of warriors who are willing to lay down their lives to do battle with our enemies. And they do battle better than anybody. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American.
We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons that would allow them to extort the world to their evil will. Not going to let it happen. We're not happening to us, and we're not going to let it happen to others. The United States has the strongest military the world has ever seen. I rebuilt our military in my first term. There's never been a military like we possess. And frankly, there's nobody even close, but we are now using that military for good. We want to have it for good purpose. We're undertaking this massive operation not merely to ensure security for our own time and place, but for our children and their children, just as our ancestors have done for us many, many years ago. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right, and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America," or "Death to Israel," or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, and police to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Thank you. God bless you to our incredible warriors, and God bless the United States of America. Thank you.